Oye, leta hiyo. Hali ya taharuki imeibuka katika kata ya W Babati Manyara baada ya kundi kubwa la nyuki kuibuka wakati wananchi wakishiriki shughuli za maendeleo ya ujenzi wa vyoo vya wanafunzi katika shule ya sekondari Dabili na kusababisha hali ya taharuki, na wananchi 5 wa kata hiyo ya Dabili wamelazwa katika hospitali baada ya kushambuliwa na kundi kubwa la nyuki. Hii ni ripoti zaidi kutoka Babati Manyara. Oye, leta hiyo. Nyuki imetushambulia sana na kimbia hadi kijiweni, bado inatufukuza. Naitwa Daniel Nyaki wa Mandi. Tulikuwa kwenye kazi ya maendeleo na kushirikiana na Karim Foundation. Baada ya hapo wakatokea nyuki wakatushambulia, ndipo watu wote wakatoroka kwa ajili ya hao nyuki. Nyuki kushambulia watu walioko pamoja inakuwa kawaida, huwa inatokea mara kwa mara. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini, na hata sijui wengine wametukimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni mbaya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili kuwatawanya wale nyuki ili wasije wakaharibu kazi ya maendeleo ya wananchi. Unaitwa? Mimi naitwa Leon Sigwandu, diwani wa kata ya Dabili. Leo ilikuwa siku ya kufanya kazi ya maendeleo kwa ajili ya kuchimba misingi kwa ajili ya choo cha wanafunzi wetu hapa Dabili Sekondari, ambapo shirika la Karimu ilikuwa imetufadhili matundu 10 kwa choo cha wavulana, matundu 13 kwa ajili ya 16 kwa ajili ya choo cha wasichana na matundu 3 kwa ajili ya choo cha walimu. Kwa hiyo tuliitisha wananchi kwa ajili ya kuja kusafisha eneo na kuchimba msingi. Basi wakati wananchi wanaendelea na kazi hiyo, tulipata taharuki ya nyuki ambao waliwatawanya wananchi. Kwa hiyo ndio taharuki iliyotokea. Wananchi wa kata ya Dabili, hususan vijiji vya Sabilo, Mandi na Gidewari, watu walikuja kwa wingi, na kama sio hii taharuki, kazi hii ya kuchimba misingi nina hakika leo ingekamilika. Mimi kwa majina naitwa Shawero. Leo asubuhi tulikuwa kwenye kazi za maendeleo pamoja na wananchi wa kata ya Dabili. Walijitokeza wananchi wengi sana kwa ajili ya kuchimba msingi wa vyoo vya wanafunzi na walimu, ambapo jumla ni matundu 26 kwa ajili ya wanafunzi, kwa maana ya wanafunzi wa kiume matundu 10, wanafunzi wa kike matundu 16 na walimu matundu 3. Wananchi walijitokeza wengi sana kwamba kuona jinsi gani walikuwa na uhitaji wa hivi vyoo. Bahati mbaya, wakati tunaendelea na hizo shughuli za kuchimba msingi, nyuki wengi sana walijitokeza, na kama kawaida nyuki wanavyojua wanauma. Basi baadhi ya wanafunzi waliumia na baadhi ya wazazi pia waliumia. Tukawakimbiza hapa zahanati na tumekuja kuwaona. Wengi wamesharuhusiwa na wamepata huduma bora hapa zahanati. Tunamshukuru sana daktari, amewatibu watu kwa muda mwafaka. Kwa hiyo hakuna madhara makubwa ambayo yametokeza. Nina mwaka wa 8 kufanya kazi hizi za ujenzi wa vyoo, madarasa na mabweni. Hii ni mara ya kwanza kwenye maisha yangu kuona nyuki wanavamia watu. Sijawahi kukutana na hali kama hii. Mimi jambo la kuwashauri wananchi wasikate tamaa. Hizi ni changamoto za kawaida kwenye maisha. Maisha ya mwanadamu siku zote yamejawa na changamoto. Kwa hiyo wananchi wasikate tamaa. Tumeshafanya utaratibu wa kuhakikisha tunawahamisha wale nyuki
na kupiga dawa ili basi Jumatatu kazi iweze kuendelea. Kwa hapa tunachohakikisha ni kwamba namba moja, usalama wa wananchi na wanakuwa salama, kwa maana kwamba hawa nyuki kwa namna moja au nyingine tuwapigie dawa, lakini kama wanafaa kuondolewa basi waondolewe ili basi Jumatatu kazi za maendeleo pia ziweze kuendelea. Kwa hiyo naendelea kuhamasisha wananchi wasikate tamaa na wala wasivunjike moyo, wachukulie hii ni sehemu ya changamoto ya maisha. Mama alienda kwenye maendeleo kuangalia wageni waliofika. Kufika huko nyuki sijui wakatokea wapi. Akang'atwa na nyuki wengi, akaangushwa uwanjani. Vijana wakamsaidia, wakaja na moto. Wakatengeneza moshi. Walipotengeneza moshi wakambeba kama mtoto, akakimbizwa zahanati na pikipiki. Ndio huku wakamwekea drip 2. Ikawa sasa hivi ni nafuu. Ameng'atwa uso, ng'atwa mikono, ila sasa ni nafuu, amepata nafuu kidogo. Tuna matumaini ya kwamba anaenda kupona, maana amekuwa nafuu. Sio sawa na tulivyomleta huku. Alikuwa na hali gani mwanzoni? Anapiga yowe na yale nani ya nyuki ameng'ang'ania kwenye uso hadi shingoni, mgongoni, nyuki tukawakuta mgongoni, ila kwa sasa ni nafuu. Kimbilio la wasio na sauti, tupigie sasa